أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ama ndugu zangu, katika siku hii ya leo biidhnillahi alkarim tunakwenda kuendelea na sehemu yetu ya 13 katika simulizi yetu ya binti mrembo anayezidi kuwatesa sana wachawi mitaani. Hii ni sehemu ya 13 katika siku hii ya leo. Na katika sehemu hii ya 13 tunakwenda kuianza pale ambapo tulipoishia jana. Lakini wakati huo na kuomba tusisahau kusubscribe, kushare pamoja na like ili mradi upate kuikuza chaneli yetu na kuipeleka mbele na watu wengine wapate kusikiliza faida zinazopatikana katika chaneli yetu. Lakini pia bila ya kusahau dada yetu dada Nasma ambaye ametuletea ule mfumo wa mafuta ya kurefusha nywele pamoja na kuzikuuza, kuzijaza katika kichwa pamoja na ndevu pamoja na kuzifanya ziwe laini kabisa na ziweze kutumia muda mchache, siku 7 tu, kuweza kuhakikisha kwamba nywele zinarefuka kwa kiwango kikubwa, lakini pia bila ya katika. Ni yale mafuta ambayo anayo na ameyafanyia maandalizi makubwa kabisa na amefundisha. Ukirudi nyuma, kuna video nyuma imefundisha rasmi kwa ajili ya kuandaa mafuta hayo. Na kwa yoyote yule ambaye anahisi hawezi kuandaa, basi anaweza akaagiza kwa dada Nasma na yeye ataweza kumtumia. Na mafuta haya tumekuwekea picha hapo pamoja na namba za simu hapo za mwenyewe Nasma pamoja na mafuta yake na sura yake. Kwa hiyo unaweza ukaitumia namba hiyo kwa ajili ya kuweza kumtafuta na kuhakiki kwamba unataka upate kwa sehemu gani, upo sehemu gani. Kama unatamani kuweka sawa mwili wako, kupendezesha nywele zako, kuzifanya ziwe laini na ndefu, basi utasema uko wapi na unataka uagizishiwe kiasi gani cha mafuta hayo. Lakini kama unataka kutengeneza mwenyewe, basi rudi nyuma katazame video kama ya 4 nyuma, utaweza kukuta video ya mafunzo rasmi kabisa juu ya mafuta haya. Lakini kama unahitaji pengine uanze kwanza kuagiza kisha ndio utengeneze, yote katika yote ipo namba ya Nasma ambaye namba hiyo iko hapa mbele ya hili bango lake. Utaweza kuichukua na utaweza kutumia kwa ajili ya kuweza kumpigia na kufanya naye mazungumzo ili kuweza kupendezesha nywele zako, kuzikuuza, kuzirefusha na kuzinenepesha na kuzifanya zijae pamoja na kuzilainisha pamoja na kuzijaza vizuri katika kichwa chako insha Allah. Moja kwa moja tuende tukaendelee na binti mrembo anayezidi kuwatesa wachawi huko mitaani, sehemu ya 12, maeneo ya Kigogo Mwisho. Usiku wa Kigogo Mwisho ulikuwa na kivuli cha ajabu. Mtaa ulikuwa kimya, lakini kila kona ilikuwa na ishara za wasiwasi. Kuta zilizopakwa mchanga wa kale, vizuizi vilivyotundikwa na majirani, na sauti zisizoelezeka za wanyama zisizo za kawaida zilikuwa zinadandia midomo ya barabara. Usiku wa Kigogo Mwisho ulikuwa mzito sana. Kila kona ya barabara ilikuwa na kivuli kisichoelezeka, na sauti zisizo za kawaida zilijaa katika hewa. Sauti zisizo za kawaida zilijaa katika hewa. Wachawi wakuu wa mtaa waliokuwa na uso wa giza na mikono yenye alama za uchawi walikusanyika kwenye viunga vya mtaa wakiwa wametengeneza kizuizi cha nguvu kabisa.
Hapa ndipo tutaanza mapambano yetu. Thuraiya anasema maneno haya: basi nikasema, moyo wangu ukiwa umejawa hofu na matumaini, mchanganyiko katika matumaini. Wakati huo mimi sasa ndo namueleza Thuraiya binti. Huyu binti alitulia, akazidisha nguvu zake kwa kufanya ishara ndogo kwa mkono akisema, bismillahi, bismillahi. Tena aliyafanya haya kwa nguvu ya wema, na mwenyewe akisema kwa maneno haya haya, kwa matamshi haya haya, bismillahirrahmanirrahim, kwa nguvu ya wema, kwa haki na kwa ulinzi wa Allah, hakuna giza litaweza kushinda leo. Kama vile nyimbo fulani, bismillah, kwa nguvu ya wema, kwa haki na kwa ulinzi wa Allah, hakuna giza litaweza kushinda leo. Bismillah. Naam. Basi akiwa anatamka maneno haya, ghafla kizuizi kilianza kuvunjika kidogo. Kengele za uchawi zikapungua na baadhi ya wachawi walijikuta wakipotea kwenye mwanga wa nuru. Lakini wakuu waliobaki walipiga miguu yao chini, ardhi ikatetemeka na sauti ya kutisha ikazidi kupita barabara nzima. Thuraiya akaniambia, kaka, angalia, wanakuja moja kwa moja. Thuraiya wakati huo alininongoneza, macho yake yakivuma kama moto. Basi waliingia wakubwa, baadhi wakipanda juu ya nyumba, wengine wakiruka kutoka kona hadi kona. Kila mara walipogusa ardhi, kengele za uchawi zililipuka, huku vumbi la giza likizunguka midomo ya mitaa. Lakini Thuraiya hakuyumbishwa, akapiga mkono wake juu, akatoa maneno ya dua ambayo aliyapenyeza kama radi. Akasema, Allahu akbar, uwepo wa haki uendelee, giza lishindwe, na ulinzi wa wema ulete amani. Wacha kila ajabu lisitishwe na nguvu ya haki. Allahu akbar, uwezo wa haki uendelee, giza lishindwe, na ulinzi wa wema ulete amani. Wacha kila ajabu lisitishwe na nguvu ya haki. Alizidi kutamka maneno haya huku akiashiria kwa Allahu akbar. Basi kwa sekunde chache alitumia maneno haya kuyasema, na sekunde chache wachawi walijikaza kwa nguvu, lakini ghafla walishangaa, kila hatua ya Thuraiya ilikuwa nuru inayoangamiza giza. Wajinga walijikuta wakipotea ghafla, baadhi wakijirusha chini wakiteketea, na wengine wakikimbia bila kuelewa walipo. Basi mimi nikasema kwa furaha, tunaona. Nikasema kwa furaha kabisa, moyo wangu ukiwa umepiga kwa nguvu, hii ni ushindi wa kwanza wa moja kwa moja. Yani ule ulikuwa ni ushindi wa tit for tat, ni hapo kwa hapo. Lakini changamoto haikuisha hapo. Wachawi
walikokota vichwa vya nyoka na kuzivuta hewa wakijaribu kumwendea Thuraiya kwa hila, lakini binti alikazia macho yake kwenye kila ishara, akaweka mkono wake chini ya ardhi, na mara moja dawa zake za nuru zikaibuka zikivunja kila jaribio la uchawi. Kisha Thuraiya akaniambia maneno, akasema, kaka, sio tu nguvu ya mwili bali dua zetu ndizo nguzo ya ushindi wetu. Alisema, hali yake ikiwa ya uthubutu wa matumaini. Kila jaribio lililojitokeza tutakabiliana nalo kwa hekima na imani yetu ya dini. Lakini wakati huo majirani waliokusanyika karibu walishuhudia mwangaza wa ajabu ukitokea kutoka kwenye mkono wa binti mdogo. Kila mtu alihisi kuwa kigogo mwisho hapakuwa tena mtaa wa hofu tu, bali kituo cha ushujaa wa kiroho. Thuraiya aliposimama katikati ya barabara, macho yake yalivuma na sauti yake ya dua ikasikika kwa mbali kabisa. Basi hawa wachawi watalindwa? Hapana. Leo ni siku ya ushindi na kila kizuizi kitavunjwa. Na kwa mara ya kwanza hata wachawi waliokuwa wakuu waliona hofu, tena hofu kweli kweli ndani ya moyo wao au mioyo yao. Hii ilikuwa ishara ya nguvu ya kweli, na Thuraiya alikuwa ni kitovu chake katika mfumo wa ishara ya nguvu hizo. Hapo ni katika maeneo ya kigogo mwisho, vita na zahma na balaa la Thuraiya dhidi ya wachawi likiwa bado linaendelea. Inshallah muendelezo wetu kamili kabisa tutakuja kuupata kwamba ilikuwaje na nini kilichoendelea, tutaupata katika sehemu yetu ya 14. Baada ya kumaliza sehemu yetu ya 13 inshallah, hebu twende tukafuatilie sehemu ya 14 tuone nini ambacho kilichokuwa kikiendelea dhidi ya Thuraiya kupambana na viumbe wabaya kabisa, wazito, wachawi wa hatari kabisa. Kufikia hapo niseme wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.